Nikiona namna mmetupokea, nasema nilichelewa, lakini tunasema kila jambo ni kwa mapenzi ya Mungu. Niko tayari kumshauri mwenyekiti wetu wa chama pendwa. Niko tayari kwa unyenyekevu kuwasikiliza. Niko tayari kuhakikisha tunashauri ili chama chetu pendwa kiendelee mbele. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, naomba sasa kwa mara nyingine nikushukuru mwenyekiti, ni kuahidi ushirikiano uliotukuka, hekima, unyenyekevu mkubwa na kukuheshimu kama kiongozi wetu mkuu. Asante sana. Baada ya kumpokea ndugu Salum Mwalimu mwenzetu, sasa mimi naomba nimpe nafasi kidogo na yatu azungumze kidogo namna anavyotuelewa. Karibu sana ndugu Salum Mwalimu. Chauma, nguvu ya ukombozi. Chauma, nguvu ya ukombozi. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, mzee wetu wakili msomi Hashim Rungwe, makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar mzee wetu Isa, makamu mwenyekiti wetu wa chama upande wa Tanzania bara Mheshimiwa Devota, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa chama wakili msomi Ali, kaimu naibu katibu mkuu wetu dada yangu, Mheshimiwa wajumbe wote wa halmashauri kuu ya chama, wapiganaji wenzangu wote ambao leo tumeungana na familia hii ya Chauma, asalamu alaykum. Sitokuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza kwa siku ya leo, lakini angalau kwa uchache. Mosi, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia nguvu na uhai wake mpaka sasa, kutujalia utulivu katika mapito magumu tuliyoyapita, kutujalia hekima na kipekee zaidi kutuonyesha njia iliyo sahihi ambayo leo siku ya kwanza tumeanza kuiona kwa upendo mkubwa na sura zilizojaa bashasha kwa familia hii mpya tunayojiunga nayo. Wengi wenu naweza msielewe, lakini imekuwa ni miezi miwili mitatu migumu mizito kwetu sisi sote. Kwa hakika tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote haya. Lakini jambo la pili, nikishukuru sana Chama cha Ukombozi wa Umma na kipekee sana mwenyekiti mzee wetu mzee Rungwe, pamoja na katibu mkuu kaka yangu Sheikh Mohamed, naibu katibu mkuu na wengine wote ambao kwa nyakati mbalimbali ndani ya kipindi kifupi tumekuwa na mazungumzo na mashauriano juu ya namna gani tunaweza tukaendeleza hatima ya kisiasa katika nchi yetu. Tunawashukuru kwa imani kubwa mliojenga kwetu. Tunawashukuru kwa namna ambavyo mmetuamini, na tunashukuru kwa namna ambavyo mmeona kwamba kwa pamoja tunaweza tukaunganisha nguvu yetu hii tukawa jeshi moja madhubuti la kupigania haki, uhuru, demokrasia na maendeleo ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaahidi imani yenu hamkwenda kuitupa katikati ya bahari. Imani yenu mmeiweka kwenye nafsi za wenzenu wenye imani kubwa na iliyothabiti imara juu ya kile tunachokiamini kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko. Tuko tayari kuungana nanyi, tuko tayari kusaidiana nanyi. Hatuleti mapya wala hatuji kukitengeneza chama kipya, bali tunakuja kuendeleza pale ambapo wenzetu tunawakuta, tusonge mbele ili malengo ya chama yafikiwe na matumaini ya Watanzania kujikomboa katika ardhi yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiona yanatimia. Jambo la tatu,
Mheshimiwa Mwenyekiti, leo unatupokea sisi. Wako baadhi ya viongozi wetu wameambatana na sisi, lakini wamekaa reserve kwa heshima. Leo mmepokea waliokuwa wajumbe wa sekretariat ya chama na wajumbe wa kamati kuu ya chama taifa na wajumbe wa sekretariat ya chama Zanzibar, ndio mliowapokea leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wimbi ni kubwa sana. Sijui tutafanya nini, lakini ninapozungumza makumi ya magari yako mikoani yanakuja kwa sababu ya kushikwa mkono na mzee wetu mzee Rungwe hapo. Kwa ni imani yetu kabisa kwamba hatutoishia hapa leo. Leo ni mwanzo tu ya sisi viongozi wao kutangulia, lakini harika kubwa inakuja. Tunazo sababu zilizotufanya tutoke huko. Leo sio sehemu yake, tutawaeleza. Lakini tunaamini tuko kwenye mikono salama na tunaamini katika kuendeleza mapambano. Tumesema tulipokuwa na wenzetu na tunasema hapa, madaktari ni wale wale. Leo tumebadilisha makoti, dozi inaendelea vile vile. Baada ya kusema hayo, nishukuru kwa imani kubwa kwako Mwenyekiti na viongozi wote wa meza kuu kwa kuwasilisha jina langu, na natanguliza shukrani na fadhila nyingi kwenu pale mtakaporidhia jina langu, na niko tayari kukitumikia Chama cha Ukombozi wa Umma kwa imani yangu yote, uaminifu wangu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumekubaliana na mwenzetu huyu. Tunafurahisha sana, tunafurahi sana. Ndugu wajumbe, nafikiri mmeshaona viongozi wetu ambaye ni Bwana Joseph Kigaila Beso na Bwana Mahmoud Masoud, naibu katibu mkuu Zanzibar, na Bwana Beso Kigaila, naibu katibu mkuu bara. Karibuni sana, karibuni sana. Nasikia tuko asante sana. Nakupeni na muda mtuambie, je, mmeridhika na hao? Ndio. Semeni jamaa, tumeridhika. Tumeridhika. Asante, asante. Bila shaka sasa hapa dakika 2-3 wazungumze na wewe ya kwa walionao. Watuambie Bwana Beso, karibu. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, Mheshimiwa Hashim Rungwe, Mheshimiwa viongozi wa meza kuu, itifaki imezingatiwa, na wapiganaji wenzangu wote, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kwanza kabisa, ili niwe mfupi, ni washukuru kwa dhati kabisa kama wenzangu walivyosema, viongozi na wanachauma kwa kutukaribisha katika chama na kutupatia jukwaa la kuendeleza kazi ya kupigania haki za Watanzania. Asanteni sana kwa hili. Kama waliosema wenzangu, na mimi niwahakikishie, tunawaahidi kitu kimoja tu ambacho tunakiweza. Kitu kimoja ambacho tunafanya nini? Tunakiweza. Tukishirikiana nanyi tutajenga chama kikubwa. Tukishirikiana nanyi, Chauma itakuwa kwanza chama kikuu cha upinzani, lakini chama ambacho kitashinda mamlaka ya dola. Hiyo kazi tukishirikiana nanyi tunaiweza pasi na shaka. Kwa hiyo hilo ndio tunaweza kuahidi, kama alivyosema
katibu mkuu, tsunami inakuja. Tunataka siku ya tsunami itakuwa sasa kule limebaki jina na chama kiko huku. Ukiangalia sisi walioko mbele hapa, unajua kabisa kwamba chama kiko huku na kule limebaki ganda tupu. Mungu awabariki sana. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si mgeni kwenu, na mmeshaniona kwamba jembe langu liko kali. Asante sana mwenyekiti kwa kuniamini hapo mwanzo na kwa kuniamini tena. Kwa hiyo nakuahidi kwamba msingi niliyoujenga nitauimarisha na kusimamisha nguzo zangu ulizonikabidhi, ukiwa na wewe ni jemedari wetu, na kuahidi kwamba chama nitakufanyia kazi kama pale msingi wangu nilioujenga mwanzo. Ndugu zangu, mimi nasema sasa hakuna umetoka wapi wala ulikuweko wapi, na ndio maana akili yangu ikasema lazima ni unit for change. Nitashirikiana na viongozi wangu wote ambao mheshimiwa ameniteulia kwa utiifu kabisa, kwa kufanya nao kazi bila migogoro na kuwaleta ndani ya chama hichi ambacho kitakuwa na amani ndani yake, kwa manufaa ya wale niliokuambieni mwanzo. Kwa mujibu wa katiba yetu, tunahitaji kukubalika kwa wananchi, na kukubalika kwa wananchi ni nyenzo, na nikiamini kwamba mwenyekiti wetu umechagua nyenzo za kwenda kuwafanya wananchi watukubali. Kwa hiyo hizo tsunami, huo upepo wa nini ule wote, kisulisuli, na mimi nitakuwa hapo mbele na kuahidi kufanya kazi kadri ya uwezo wangu. Asanteni sana wajumbe wote kwa imani yenu. Katika kipindi chote tumeishi nikiwa katibu mkuu, nadhani nyote mlinipa ushirikiano, na hawa waliokuwa tumekabidhiwa na mwenyekiti, naomba katika ngazi zote mtupe support ili tufanye kazi yetu kwa uangalifu. Ewe Mola, na kuomba utusaidie. Mwenyezi Mungu kipeleke chama hichi kishike dola bila ya vita. Asante sana.